kipindi cha sherehe tunavaa nguo nyeupe. Kipindi cha kawaida cha mwaka inakuwa ni green au kijani. Kipindi cha kifo au cha sherekea kitu fulani cha kifo au mtakatifu tunavaa nyekundu. Hayo ndio mavazi ya kanisa. Ni kwa ajili ya kuwasaidia katika. Umeelewa wote? Kwa hiyo ndio maana leo wa kanisa tunasherehekea hii siku kwa namna ya pekee, na tunaanza Dominika ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma. Kawaida inakuwa Dominika 4 au 5 tegemea na kipindi cha mwaka tumekuwa kirefu kiasi gani, lakini leo Dominika ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma. Na hiki kipindi cha Kwaresma kinaisha na siku gani wewe unajua? Kipindi cha Kwaresma kinaisha na siku gani? Ya kufa kuzaliwa. Kufa, lakini baada ya kufa anakuja kanisa kufufuka. Kwa ufufuo wa Kristo unakuja kudhihirisha na kama tumeambiwa kipindi hiki inabidi kujinyima, kutoa sadaka na kuwa tayari kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Mfano hivi kwa binafsi tunajima wengine msaada, kufanya vitu vyetu binafsi, kwa binafsi sana. Basi tunaalikwa wote mbele ya Mwenyezi Mungu ili dhambi zetu pate kustahilisha kuadhimisha sherehe takatifu. Namuungamia Mungu mwenyewe. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu mwenyewe atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tukiombe amina. Bwana utuhurumie wote. Kristo utuhurumie wote. Bwana utuhurumie. Basi kumbe pia katika kipindi hiki huwa hatuna utukufu, hatuna sala ya utukufu, kwa sababu yeye ambaye ana utukufu anapiga katika mateso. Utukufu tunakuja kuimba siku ile ya kesha kuamkia Pasaka. Kwa tuombe pamoja. Mungu Mwenyezi, ukijalie kuzidi kulifahamu fungu la Kristo kwa njia ya mazoezi ya kipindi cha Kwaresma tunajaliwa kila mwaka. Kwa njia hiyo tuyafuate yale yanayotokana na fungu hilo kwa mienendo na ustahili. Naomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tukiombe amina. Tukae chini na tusikie neno la Mungu. Okay, asante. Sasa leo tutasomea somo la kwanza. Somo la pili. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ipate kubalika kwa Mungu Baba Mwenyezi. Sikia wote Bwana apokea sadaka mikononi mwako. Kwa sifa na tukufu kwa jina lako. Na pia kwa ajili ya manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Bwana, nakuomba utufanye tustahili kukutolea inayofaa vipaji hivi vinavyosaidia kuadhimisha mwanzo wa kipindi hiki kitakatifu cha Kwaresma. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, simameni. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufa na kuleta wokovu na popote Bwana Mtakatifu Mwenyezi wa milele. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa siku ya 40 alijinyima chakula cha kidunia, akaonyesha hivyo namna ya kufanya kitubio. Yeye kwa kuzuia ila zote za nyoka hatari alikuja kushinda maisha huo. Kwa bidii kuadhimisha fungu la Pasaka kwa viungo na stahili.
Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe katika mikono yake mitakatifu, akakushukuru tena akapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo ee Bwana, unapoadhimisha ukumbusho wa mateso na kifo chake mwanao na kufa yako mkate wa uzima, kikombe cha wokovu, na kufufuka kwa mateso yako na kufufukia, pia tunakusihi kwa unyenyekevu kwa ushindi wa damu ya Kristo, wewe Roho Mtakatifu kwa jamaa moja. Ee Bwana, katika kwenda pote duniani ulikabidhi katika mapendo kwa watakatifu Francisco, Askofu Batilago na Kero wote, wakumbuke pendo kwa dunia katika mvuko na marehemu wote waliofariki